KTN. Na mbinu yake ya ujasiri katika kushughulikia masuala yanayoathiri waliomchagua ilimfanya apendwe na wapiga kura na wa eneo lake, na wakati huo pia kujipatia maadui wengi. Marehemu mbunge Johana Ng'eno aliamini vipaji vya ubunifu kwa wanamuziki ulimwezesha kufanikiwa pia kwa tamasha la muziki wa jamii ya Kalenjin ambalo hatimaye lilienea hadi nchini Uganda. Martin Opio anaangazia maisha ya nyakati za mbunge huyo mwenye msimamo mkali. Wewe, why are you killing people? Why are you killing people? Johana Ng'eno alizaliwa tarehe 12 Disemba mwaka wa 1972 na kulelewa kaunti ya Narok. Elimu yake ya awali ilianza katika shule ya msingi ya Mugondo kabla ya kujiunga na shule ya kitaifa ya Maseno. All the blocks in Yugomao, it is in our land. Maarufu kwa jina la Ngong, alipata shahada ya sanii katika sheria ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Kyiv TSN nchini Ukraine. Kisha akaendeleza masomo yake katika chuo kikuu cha Mount Kenya na kuhitimu na shahada ya sheria pamoja na shahada ya uzamili ya sanaa katika masomo ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Nzuri sana. Kati ya mwaka wa 2008 na mwaka wa 2012, Ng'eno alihudumu kama mkurugenzi wa shirika la maendeleo ya kilimo, hatua iliyomuingiza katika utumishi wa umma na hatimaye kumtosa kwenye ulingo wa siasa. Katika uchaguzi wa mwaka wa 2013, Ng'eno alianza safari yake ya kisiasa kwa kugombea kiti cha ubunge cha Emurua Dikir ambacho alikitetea kwa mafanikio katika chaguzi kuu zilizofuata za mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022. Sisi watu ya Narok tumekuwa tu tukikula kwa macho. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza kwa tiketi ya chama cha KNC. Baadaye akahudumu chini ya KANU na kujiunga na UDA mwaka wa 2022. Watu ya Kajiado na watu ya Narok, sisi hatutishwi, sisi tuko chama cha UDA. Kwa Ng'eno, kuhudumia wapiga kura wake kulikuwa kipaumbele, akitetea elimu na kuwezesha wanawake. Sasa sisi jukumu yetu kama raia tusomeshe watoto wetu, and especially on TVETs courses that will come to assist us in future. Na pale wapiga kura walipohitaji msaada wake, mbunge huyo alikuwa akijitokeza kila mara. Alikuwa mtetezi shupavu wa jamii ya Kipsigis katika kaunti ya Narok, na mara kwa mara alizozana na magavana wa Narok kuhusu haki za ardhi. Masaa machache kabla ya kifo chake, mbunge huyo alikuwa ametoka kwenye shughuli kama hiyo, ambapo alijiunga na operesheni ya kuwatafuta vijana wawili waliosombwa na mafuriko katika mto wa Mara siku ya Jumapili iliyopita. Mbunge huyo alikuwa mfuasi mkubwa wa wabunifu na kiongozi wa tamasha la muziki la Kalenjin ambalo mafanikio yake yalienea hadi Uganda. Ng'eno alitumia muziki kusukuma ajenda kwamba umaskini unaweza kushindwa kupitia muziki na ubunifu. But you see, we must attend the meeting where to people scholars. Mnamo Septemba mwaka 2020, Ng'eno aligeuka kuwa mgeni wa serikali baada ya kukamatwa na kushtakiwa kwa uchochezi kuhusiana na uhamishaji wa msitu wa Mau. Alizuiliwa katika gereza la Nakuru JK. Are you killing people? Mnataka nini hapa? Wakati wa mauaji ya Ng'ata Barakoi, Ng'eno aliwatetea kwa nguvu wapiga kura wake kwa kukabiliana na maafisa wa polisi, hali iliyosababisha mabishano makali. Nani mkubwa wenu? Wewe, na kuongelesha. Kuteuliwa kwake kuwa mzee wa Kipsigis mwaka wa 2024 kuliwatikisa vigogo wa kisiasa wa eneo hilo, huku uteuzi huo ukitajwa kuwa na msukumo mkubwa wa kisiasa. Wakati wa kifo chake, alikuwa akihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa ya masuala ya makazi. Martin Opio, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo utaniruhusu nipate tama la maji, nikirejea ni taarifa zaidi. Usiende mbali.